Hey guys, welcome on my channel. In case you're new here, tafadhali usisahau subscribe, kulike, kushare na kucomment. Guys, nimekuwa nina kama siku kadhaa hapa sijaweka video, but ni kwa sababu tu mambo kuwa mengi hapo ya kazi na nini hivyo, lakini nipo, msiendelee msikae mkasema labda pengine na changamoto yoyote video haleti na nini. Hapana, nipo, ni vile tu mambo kuwa ups down yale ya kimaisha. Nadhani hapo mtakuwa mmeshanielewa. Kitu ambacho naomba kuwaletea leo ni pressure nyingi ambayo wamekuwa wakipata watu ambao wako ughaibuni na familia zao walizoziacha nyumbani. Yaani ambavyo wamekuwa wakiwaletea pressure, unakuta huyu mtu ana pressure mbili, ana changamoto, yani zile nikisema pressure mbili namaanisha ana changamoto ya kazi pale alipo, pressure ambazo anapata pale za kuhusu kazi na nini changamoto, na ana pressure tena nyingine ambayo inatoka nyumbani kwenye familia yake. Kwa hiyo ukukuta akichanganya hizi zote anakuwa na stress nyingi sana, na ile ambayo inampelekea yeye hata asiwe na furaha ile kazi yake, asifurahie mshahara wake, wala asifurahie kazi yake, asifurahie kabisa kile ambacho anafanya kwa sababu ya zile situation ambazo anakuwa anapitia. Guys, angalia hii video mpaka mwisho ili ujifunze vitu ambavyo watu ambao umewaacha nyumbani, familia uliyoiacha, vile na jinsi inakuwa inakustress. Alafu inakupa changamoto wewe hata kwenye ile kazi, unajikuta unamchukia tu ile bosi, unachukia tu ile kazi, unasema tu bora sitaki, au bora tu nirudi, bora nifanye hivi, mambo kama hayo. Kwa hiyo please fuatilia hii video mpaka mwisho ili ujifunze zaidi hapo. Naanza nacho kukwambia ni kwanza wewe ambaye unaanza kuongea na wewe ambaye unasafiri au umeshasafiri huko ughaibuni. Wakati huja plani kusafiri, kwanza uplani familia yako na iachaje, kwa sababu unakuta watu wengi ambao wamesafiri ni wa single mother, wameacha watoto. Kuna wengine pia au si single mother wala hana watoto, lakini ameacha boyfriend pale au ameacha mchumba pale au ameacha familia pale. Kwa hiyo ana vitu vingi ambavyo ameviacha, na kuna kauli moja ambayo imekuwa kama familia wakiona mmoja anasafiri anaenda nje, anasema afadhali tutakuwa tayari tumeshafanikiwa hapo, tayari tutakuwa tushatusaidia katika familia, tutakuwa tumeshapata chochote kitu hapo. Kwa hiyo ile ni mindset ambayo inajengeka kwenye akili yao kuwa wewe umeondoka ni kama vile sasa unaenda kuifungua ile familia, yani utaisaidia inyanyuke na inyanyuke. Wewe ambaye unaanza kusafiri kuingia ughaibuni au upo ughaibuni, kabla ya kusafiri au tayari uko ughaibuni, yani fuatilia ile familia umeiachaje. Kama ni watoto umewaacha na nani au unawaacha na nani? Kwa sababu watu wanapata stress kupitia familia. Ni vile mtu amesafiri, watoto wake walikuwa wanakula shilingi 5,000 na inawatosha au 10,000, lakini baada ya yeye kufika kazini, wala watoto tena hawawezi kutumia ile pesa shilingi 10,000, haiwatoshi tena. Umemwachia dada wale watoto awaangalie, umemwachia mumeo wale watoto awaangalie, umemwachia kaka nani awaangalie wale watoto. Kwa hiyo unakuta yeye anawatunza wale watoto, lakini kama kukukomoa fulani hivi. Yani wewe pale umebeba familia mbili, umebeba familia yake na umebeba familia yako. Hii ndio imekuwa changamoto kubwa sana. Unakuta mtu anasema naona hata mshahara hautoshi, mambo yamekuwa ni mengi, yani sijui, anajikuta mpaka anagombana na bosi wake. Ile pesa inakuwa haitoshi kweli, kwa sababu kila atakapotuma pesa kula anaambiwa haitoshi, kila atakapofanya hichi kula anaambiwa haitoshi. Kwa unakuta mambo yamekuwa ni mengi, hata yale mambo yake ya msingi, yani ya binafsi ya kwake hawezi kuyafanya kwa wakati. Kwa sababu gani? Ile pesa haiwezi kuafford vile vitu vyote. Umeacha watoto kwa dada, yeye ana watoto 3. Wewe umeacha watoto 2, hapo uandiko na watoto 5. Huwezi kumnunulia mwanao nguo peke yake afu mtoto dada yako usimnunulie, kitu ambacho hakiwezekani. Huwezi kufanya chochote cha watoto wako afu wale uwaache. Kwa hiyo unakuta umebeba familia kubwa. Hii ndio pesa ambayo inakuja, mtu anasema mshahara wangu hautoshi, mambo yamekuwa ni mengi, sijui. Kwa wale ambao ndio kwanza unataka kusafiri sasa hivi, kabla ya kusafiri, make sure watoto wako unawaacha wapi.
kama ni familia yako, mama nani, unamwachaje, katika mazingira yapi, na unazungumza naye vipi kumtengeneza kisaikolojia ili isikusumbue kule unakokwenda. Kesi nyingi sana tulikuwa tukipokea hivyo, nakwambia nimetapeliwa na ndugu yangu, nilitapeliwa na dada yangu, aliniambia ananunulia kiwanja, hakuninunulia, alisema hivi, alisema hivi. Unajikuta umekaa kazini miaka miwili na ulikuwa unamtumia pesa dada ya matumizi ya watoto na nini, akununulie hichi akununulie hichi, ukanunulia tu kiwanja na ukarudi nyumbani. Unafika unakuta dada yako ana nyumba, alijenga nyumba ndogo ndogo nzuri, ana chakula, ana biashara alifungua. Wewe ukifika pale unaanza moja, huna biashara yoyote, hujui unaanzia wapi, yaani huna option yoyote ile. Hiyo ndio stress inaanza, unaanza kuchanganyikiwa. Ukifika pale unasema hivi naanzaje? Kumbe unakuwa unatengenezea familia maisha bila wewe kujua. Kwa hiyo kuweni makini na hili. Kwa hiyo vitu kama hivyo guys, watu wengi wamekuwa wanapitia kwenye stress, yani kwenye pressure, kwenye matatizo. Pia na familia unakuta nyumbani inachangia kumpa pressure yule mtu. Yani yupo kazini, amebeba majukumu ya familia, amebeba majukumu ya kazi pale alipo. Sasa hebu imagine mtu ni mmoja, ana hayo mambo yote na hana mtu wa kuongea naye, yupo kwenye mazingira magumu ya kazi. Unadhani huyu mtu kazi anaweza kaipenda? Hawezi kuipenda. Yaani atajikuta kama yupo utumwani, sijui yupo wapi. Ukikuta mtu amerelax kwenye kazi yake, amestarehe, anahadisia amani na nini, ni kwa sababu mpaka ile familia nyumbani imembeba. Yaani wanamtia moyo, wanamfanyia vitu ambavyo yeye mwenyewe anaviona, akiongea kwa na changamoto moja mbili tatu wanamtia moyo. Yaani kuna vitu anafanyiwa, kwa hiyo unakuta hata kama yule bosi angemfanyia nini, anaona kama ni mafuta tu anapakwa, anajua hapa ninapitia tu kwa muda, lakini kuna siku nitakaa sawa. Kuna siku nitafanya hivi kwa sababu nimeambiwa nipambane nifike hatua ile. Naamini nikifika pale nitakuwa okay. Kwa hiyo ndugu zangu, mambo mengi ambayo yakichangia, yamekuwa yakichangia watu kuwa na stress kwenye makazi yao, kuwa na kuchanganyikiwa, yani kuchukia mpaka ile kazi, kufikia mpaka mwingine anaona bora tu nitoroke na nini, kwa sababu mpaka familia zinachangia. Mtu akishakuwa ameenda ughaibuni, basi familia tayari hapo inamtegemea. Mimi na story ya dada mmoja ambaye ni rafiki yangu. Huyu alikuwa akimtumia pesa dada yake amnunulie kiwanja na amjengee. Akaenda kununua sehemu kiwanja, sijui tuseme alinunua sehemu mtoni au alinunua sehemu ambayo maji yanapita, au je hakujua hicho kipindi anachonunua, au sijui aliamua tu, au alienda kununua sehemu yenye mgogoro pasipo kuuliza, akamnunulia sehemu kama hiyo yenye mgogoro. Yule dada anapambana miaka miwili, akapambana akapiga miaka miwili mingine minne. Kumbuka hapa anapambana ile nyumba yake ajenge iishe. Amejenga mpaka imefika kwenye rinta. Ameshapambana, amepata pesa, amenunua bati zimewekwa, amenunua mbao zimewekwa. Kumbe ile sehemu ilishakuwa ina changamoto nje, yani kabla ya mwaka mmoja huko. Huyu dada hakuwahi kumwambia mdogo wake, na huyu mdogo mtu anaendelea kutuma pesa. Huyu dada mtu anamwambia nimeshanunua bati 30 nimeweka, nimeshanunua mbao nimeweka, nimeshanunua misumari nimeweka, nyumba iko wapi? Hii hapa. Ndio anaonyesha, ndawekea picha hapa mtaziona. Ile nyumba tayari inatakiwa kupauliwa. Yule dada akashapata pesa, akatuma 3 milioni keshi kwa ajili ya kupaua. Sasa bati kashanunua, kwa hiyo sasa hiyo 3 milioni dada ipaulie nyumba. Akapewa taarifa ile sehemu imepitiwa na bomoa, wamevunja kila kitu, tofali yani limeenda tingatinga, limebomoa kila kitu. Naambiwa ni Mbagala huko, sijui sehemu gani, yani Mbagala ndani huko. Huyu dada miaka 4 imeisha, ameanza watano, hajawahi kula vizuri, hajawahi kulala vizuri, hajawahi kuvaa kile anachotamani.
hajawahi kufanya kile ambacho yeye anachojisikia katika mshahara wake na tabu yake, anatuma zote nyumbani ili ajengewe. Alafu mwisho wa siku unatumiwa picha ya kuwa sehemu yako, nyumba yako imebomolewa, kila kitu wametawanya chini, yaani umekuwa mchanga wamebonda bonda. Napo hakuambiwa na yule dada yake wakati huo. Mtu tu mbali kidogo kumwambia vile wanawasiliana. Bwana, hivi una habari kuwa kuna bomoa nasikia kuna sehemu dada yako alikuwa anakujengea kumevunjwa. Akasema unasemaje? Mbona juzi tu dada kanambia nitume 3 milioni ya kupaua. Anatumiwa picha sasa, namuuliza dada mtu, dada, eti nimeambiwa kuna hili na hili. Dada anasema kwa sababu tushaambiwa bora tu nikufafanulie. Hiyo sehemu sijui ilikuwa viwanja vya watu, sijui ilikuwaje, sijui alipita maji, sijui sehemu bonde la maji, sijui nini. Serikali imeenda imevunja nyumba za watu wote. Kwa hiyo na wewe nyumba yako imevunja. Akaanza kuporomoshewa picha. Picha hizo hapo. Hebu utafanyaje hapo? Hebu kama ni wewe umeangalia video hii unayonisikiliza hapa, unafanyaje? Kwa unakuta kuna watu wanapitia changamoto kwenye kazi, familia walizoziacha nyumbani zinachangia. Yule dada amemaliza miaka 5 ile, yaani 4 ile ambayo yote alifanyia ile nyumba ambayo ikabomolewa. Ameanza contract mpya, na maana miaka 2 mingine itakuwa miaka 6 sasa. Ule mwaka wa 5 akaanza kukusanya sasa pesa. Mwaka ule wa 6 anakusanya pesa na ameacha watoto 4. Yeye ni single mother. Hebu vuta picha, hawa watoto wake 4 amewaacha kwa dada mtu. Sio kwamba 4 tu, na wale tu dada atakuwa na wao vile vile anawatunza, kwa sababu unakuta watu wengi ambao wanaachiwa familia anaanza kumtegemea yule mdogo mtu. Yaani kama atanunulia vitu vya sikukuu, ikitumwa yeye atanunulia mpaka na watoto wake. Kwa hiyo unakuta pesa haitatosha. Yule dada amemaliza miaka 6 na ameanza mwaka wa 7 sasa hivi. Na maana atakaa contract ya miaka 8 pasipo kuiona familia yake, pasipo kulala na kupumzika, pasipo kuenjoy maisha yake. Miaka 8 mtu anafanya kazi. Kwa hiyo unakuta hizi ni stress ambazo watu wanapitia, familia walizoziacha zinachangia. Sasa naitafuta pesa kuwa nikirudi angalau nikianza kununua eneo na nijenge. Swali ambalo tunaweza tukijiuliza, huyu dada alipokuwa ananunua hii eneo hakupeleleza. Je, ni kweli alikuwa amemjengea kweli ile nyumba? Sijui. Dada mtu, mama mtu, baba mtu, umerelax huko nyumbani, ndugu yako yuko ughaibuni, anapata tabu. Anapata tabu vipi? Anapata tabu kwenye kazi, kuanzia asubuhi mpaka usiku, akilala yuko hoi. Kwa unakuta huyu mtu hata kuiheshimu ile kazi yake inakuwa ni ngumu, kwa sababu familia inampa stress. Anajikuta tu kagombana na bosi, anajikuta tu kapiga watoto wa watu, anajikuta tu kachukia kajibu vile ambavyo yani havieleweki, yeye anajikuta tu kaongea mambo yasiyoeleweka. Kwa sababu gani? Ana stress. Huku kazi mchanganye na waloko nyumbani wa mchanganye. Ndugu zangu, mjitahidi unaposafiri uangalie familia yako umeiachaje. Haya mambo ya kukaa na kusema familia yangu manake mimi huko nakula nyama nakula kuku, wacha na wao wale niwatumie, si nifanye hivi. Yule ndugu ambaye umemwachia familia yako hata kazi anaacha. Anakutegemea wewe. Unamfungulia biashara, hafanyi tena vizuri ile biashara. Na kitu ambacho watu hawaelewi, ukisha kuondoka nchini ndani ya miaka 2 au mwaka mmoja, ukirudi sio wewe tena. Mitaa ile imebadilika. Biashara hujui ufanye vipi. Yaani wale mazingira kutafuta hela yote huyajui na huelewi uanze vipi. Kwa hiyo make sure unakuwa makini na familia unayoiacha. Na hii familia ambao mnajua ndugu yenu uko ughaibuni, jitahidini kumtia moyo. Sio ndugu yangu kwa Ulaya na kwambia mimi sasa hivi nisiende harusini na ndugu yangu yupo asinichangie. Lazima nivae kijola mwenzangu. Lazima wewe unafurahia maisha, unaenda harusini, unaenda kwenye party yote, ndugu yako haendi kwenye party ya aina yoyote. Yeye ni kazi, kazi na yeye. Hana mtu anayemuona, si rafiki, si ndugu, si nani. Yaani yeye ni kazi, kazi na yeye.
kuweni na huruma. Naongea maneno haya kwa sababu ni experience ya watu wengi sana ambao wanapitia humo au wamepitia kupitia familia zao, mume, ndugu, dada, kaka, baba, mzazi, sijui nini. Au mwingine ameachiwa watoto, hata wale watoto hawafuatilii tena. Bora achana na watoto wenyewe, wasikii mama yao kawatupa kaenda huko. Akisha kuona hatumii pesa, hata wale watoto wanawatelekeza huko. Watajijua wenyewe, mama yao si aliwatelekeza kaenda zake huko Arabuni huko sijui nini, sio alienda zake sijui nje huko sijui wapi. Atajua mwenyewe. Kuweni ni watu ambao wa kumfariji mwenzenu, kumtia moyo, kuzungumza naye. Kama ni watoto muangalie, kama ni familia mzitizame. Kama amekuagiza mnunulie kitu, basi mnunulie kweli. Amekuagiza mfanyie hiki, mfanyie kweli kwa gharama ile ile, usimuongezee. Asanteni sana guys, nawapenda na wajali, msisahau kusubscribe hapo.